kwa wizara yetu na kuhakikisha kwamba anatupa nguvu ya kutimiza ndoto ya Watanzania walio wengi na kurejesha furaha ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara hii ninaweza kugawa kwenye mambo manne. Moja, tunayo michezo. Na michezo kwa mujibu wa takwimu, ukifanya utafiti, vyama vyenye mashirikisho ya michezo duniani viko 2000. Na michezo rasmi na isiyokuwa rasmi inafika idadi ya takriban michezo 8000. Mheshimiwa Naibu Spika, michezo hii ni fursa kubwa sana kwa ajira kwa taifa letu. Michezo hii ni fursa kubwa sana kwa upendo na kuliunganisha taifa bila kujali uvyama, udini wala ukabila. Michezo hii ni fursa kubwa sana kwa taifa letu kututambulisha kimataifa pale ambapo taifa linapofanya vizuri. Leo hii kupitia bunge hili tukufu mwaka 2022 lilipitisha sheria na kuunda mfuko wa maendeleo ya michezo kifungu cha 7(1) kwa fedha 5% inayopatikana kutoka kwenye betting, jambo ambalo limeleta chachu kubwa sana, Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Naibu Spika, kupelekea uwezo wa timu zetu za taifa kuwa na nguvu ya kujitegemea na kupunguza ombaomba kama ilivyokuwa imezoeleka zamani. Kwa naomba kutumia fursa hii pia kushukuru sana bunge hili kwa kazi kubwa lililofanya la kupitisha sheria hiyo ambayo kwa namna moja au nyingine imetuwezesha. Leo naomba tu nitoe takwimu. Watu wengi, Mheshimiwa Naibu Spika, wanafahamu timu ya taifa moja, Taifa Star. Lakini ukweli ni kwamba mpaka sasa tunavyoongea tuna timu 13 za taifa ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiacha timu ya Taifa Star ambayo watu wote tunaijua na mwaka jana ilipata mafanikio makubwa sana kuingia kwa robo finali, lakini tunao timu ya wanawake ya Twiga Star ambayo na yenyewe inafanya vizuri sana huku duniani. Lakini la pili, kwa ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambao ametuelekeza kwenye wizara yetu, anataka angalau mwaka 2030, ikishindikana 2034, timu ya Taifa Star iingie kwenye mashindano ya World Cup. Na safari hiyo tumeshaianza kwa maelekezo yake, na ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu nitaje tunayo timu, kwa sababu ili uweze mafanikio lazima una timu zinazoanza katika ngazi ya chini. Tunao timu under 15 inaofanya vizuri upande wa wanawake na wanaume. Tunao timu under 17 ambayo imefanya vizuri zaidi mwaka huu kuingia mpaka kwenye finali ya AFCON. Lakini tunao timu under 20, na timu hii under 15 na under 20 zimefanikiwa kuqualify kwenda World Cup Qatar kwa upande wa wanaume, lakini pia kwenda World Cup kwa upande wa wanawake ya Poland. Haya ni matumaini makubwa na future mpira wa nchi yetu inazidi kuonekana chini ya jemedali wetu, rais wetu. Na ndio maana tuna ujasiri wa kusema kwamba 2030 ambapo World Cup itachezewa Morocco, Spain pamoja na Ureno, inawezekana Tanzania ikawa miongoni mwa timu zitakazoendelea kufanya vizuri na kuingia kuqualify. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, lakini pia tunazo timu mbalimbali ambazo zinaendelea kufanya vizuri, na jambo hili ningeomba tu waheshimiwa wabunge wanapoenda kuiunga mkono bajeti hii wajue moja kwa moja pia wanakwenda kuunga mkono timu za taifa na alama na heshima ya taifa letu kwa kazi kubwa ambayo inafanywa na vijana hao. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu pia niseme jambo moja kwa utaratibu sana, na waheshimiwa wabunge naomba wanisikilize. Taifa letu kwa muda mrefu lilitumia gharama kubwa ya kujenga demokrasia ya bara la Afrika kwa kusapoti na kupigania uhuru wa nchi ambazo ziliamini katika ndoto ya baba wa taifa. Taifa hili liliingia gharama kubwa ya kupokea wageni wa mataifa mbalimbali na kuwatunza kama Watanzania na kuwapa pasipoti za Tanzania, na wakasafiri duniani wakitafuta uhuru wao kwa kujenga misingi ya demokrasia ya nchi yetu. Asitokee mtu yoyote yule duniani akawa na ujasiri wa kusema Tanzania haina demokrasia. Hii ndio nchi yenye demokrasia katika bara la Afrika, na Afrika inajua misingi ya uhuru walionao umetoka ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, anasema kwa sababu gani? Jana tumempokea rais wa Namibia na tumeenda naye Kongwa. Ameenda kushuhudia sehemu palipotengeneza chemchem na nguvu ya uhuru wa nchi ya Namibia ulitoka Tanzania katika mji wetu wa Dodoma hapa Kongwa. Lakini pia hauwezi kuongelea ZANU, hauwezi kuongelea SWAPO,
hauwezi kuongelea vyama vingine mpaka NC kama hujaitaja Chama cha Mapinduzi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa iliyofanya. Na hapa ningeomba tuelewane. Wako watu huko wanapita wanahubiri habari ya demokrasia, na wako watu huko wanafanya kampeni ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimechoka, wanatengeneza ajenda ya kuonyesha hakuna demokrasia. Niwaambie tu, kama kuna mzazi wa demokrasia Afrika, basi ni Tanzania na ni Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumekubaliana kwa maelekezo ya Daktari Samia ya kwamba safari hii yote kuanzia Ruvuma kuja Iringa, kuja Dodoma Mazimbo, kuja Dodoma Kongwa, kwenda kwa ndugu zangu Morogoro pale Mazimbo, kwenda Bagamoyo, kwenda Dar es Salaam, haya maeneo yote yaliyotumika katika vuguvugu la ukombozi wa bara la Afrika tunaenda kuyajenga na kuyatunza upya ili hii historia iweze kusemwa katika bara letu la Afrika na heshima ya Tanzania irudi nafasi yake. Wazee wetu hawa walitoa jasho lao na kufanya nchi yetu iwape uhuru mataifa mengine. Leo hauwezi kuongelea uhuru na haki na demokrasia ya Uganda bila kumtaja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hauwezi kuongelea habari ya Odinga bila kumtaja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hauwezi kuongelea habari ya Kaunda wala Patrice Lumumba bila kumtaja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunadai haki ya ukubwa wa taifa letu na kuwakumbusha vizazi vya Afrika ya kwamba Tanzania ndio baba na mama wa demokrasia wa bara la Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tunakwenda kujenga kituo cha ulisi wa ukombozi wa bara la Afrika hapa Kongwa, na kwenye bajeti ya serikali tayari fedha zimeshatengwa na tayari tumeshapatiwa eneo heka 477 na ujenzi unaanza mwaka huu pale ambapo mtakapopitisha bajeti hiyo. Na Mheshimiwa Spika, jana nilipata nafasi ya kuongea na Mheshimiwa Rais wa Namibia. Nikamwambia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, anataka kizazi cha Afrika kikumbushwe kilitoka wapi. Taifa hili ambalo halina udini, halina ukabila na limetoa jasho na mali zake kutafuta uhuru wa nchi zingine, lazima heshima ya Tanzania irejee mahala pake na kizazi cha Afrika kijue. Mheshimiwa Rais wa Namibia alisema mwenyewe ya kwamba niko tayari kuwa mtu wa kwanza. Kwa hiyo kwa kituo hiki ambacho pia na Afrika imekitambua, watarejea mahala hapa na kuja kuendelea kujifunza namna ya demokrasia tuko. Mheshimiwa Naibu Spika, na hii kengele inaenda haraka sana. Sijajua aliyekaa kwenye kengele nani, lakini nimalizie kwa maneno haya mawili. Kiswahili kimepata heshima na historia yake ni kubwa katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Hivi tunavyoongea takribani watu milioni 500 wanaongea Kiswahili. Na heshima tuliyopata, UNESCO imekubali na tarehe 7 itakuwa ni siku ya Kiswahili duniani mwezi wa 7. Na tunatarajia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuwa mgeni rasmi kuiambia dunia lugha hii ni chombo kinachotumika kuunganisha dunia kupitia umoja, upendo na makabila yetu 126. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie tu kwa neno moja la haraka tu. La haraka tu. AFCON ni mwendo mwingine. Na naomba Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya makofi asiyekanibia muda wangu, dakika 2 tu afuatulie. Naomba kila mbunge hapo alipokaa kiAFCON. Kaa tu kiAFCON. Kaa tu kiAFCON. Na naomba wananchi walioko nje tu kaa mkao wa AFCON. AFCON ni mkao wa fursa na kubadilisha taswira ya nchi yetu na kuichukua kwenye ramani ya dunia kwa namna ya tofauti. Ndugu zanguni wa Tanzania, Daktari Samia afanye nini? Yaani fursa, wakiletwa wageni kuanzia kulala, kusafiri, kula, kuvaa, kila kitu. Na sasa umemsikia waziri wetu wa utalii. Huko duniani wanajua jambo moja tu, destination 2027 ni Tanzania na AFCON iko Tanzania. Tanzania, ukiacha kutumia hii fursa, basi ndugu yangu, kama utaki kupata hela kupitia AFCON, jiandae basi hata kuoa au kuolewa kupitia AFCON. Naomba kuunga mkono moja Mheshimiwa Spika. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Nilimtaja Mheshimiwa Waziri wa Afya, atafuatana Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Waziri wa Nishati ajiandae.